Kisa nini? Sisi jamani, hata nchi zilizoweza kuendelea pamoja na fedha zao zote na vifaa vyote, vifo vimeendelea kuwepo. Uongo? Maambukizi yameendelea kuwepo. Sisi dawa ni moja, kumuomba Mungu sana, na pili kufuata masharti tulioambiwa. Si ndio? Kujitenga, kufuata masharti ya kunawa, kutokuenda kwenye watu wengi, mikusanyiko ya watu wengi sana na nini. Sisi tumejitoa muanga kama viongozi wenu, lazima tuwafikie na tuwape elimu ili ukitoka hapa unaenda kuifanyia kazi. Mtu anaweza kusema, mbona na wewe umefanya mkusanyiko? Niko hapa kwa sababu natoa elimu. Ndio? Ndio maana yake. Na ndio maana tumeenda pale, mama nimekagua hapa. Mama anauza chakula lakini ana sehemu ya nini? Ya kunawa. Vijana hapa wako vizuri, wana sanitizer zao wamechomekea, lakini ndio hivyo. Hata kama bando hatuna kwa sababu mambo lakini walau ya kujikinga tunayo, si ndio? Kwa hiyo jamani, tutumie elimu hii ili mambo yaweze kunyokea. Harusi zipo lakini kwa masharti sasa, lazima yale ya kitabibu. Kwa sababu tukisema tu tufunge, sasa unafunga alafu mwisho wa siku. Kwa hiyo harusi zitakuwepo lakini kuna masharti ambayo lazima tukijiridhisha na timu ya matabibu tunafanya. Zito ambacho hakijui ni kwamba sisi tumejiandaa na corona kabla hata ya hayo yote. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akatoa akaongeza ile fedha. Tuna timu ya madaktari, Rais ameajiri madaktari 1000 kwa ziada. Uongo? Rais wametoa vifaa tiba kwenye hospitali zote na wanaendelea kupokea vifaa tiba. Jana tena tumepokea karibia vya bilioni 1 kupitia Waziri Mkuu. Si ndio jamani? Tumeendelea kutoa elimu, tunadhibiti mipaka. Ukisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais, ndio dawa kabisa ya corona. Kwa sababu corona hii haujitibu kwa dawa, ni kwa wewe kufuata nini? Masharti. Sasa masharti hayo ndio wamefanya. Zito leo anasema nashauri kuwe na umoja wa kitaifa. Kwani si nani aliwaambia tumegawanyika sisi? Eti sisi tumegawanyika jamani? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano tayari ni nini? Zanzibar na Tanganyika. Umoja wa kitaifa, sisi tuko pamoja. Sasa kama wao, yana tatizo anahamishia migogoro ya chama chake kufikiri ndio na taifa liko hivi. Hapo anasema hapa kuna hoja zake, anasema serikali ipime afya za wananchi. Yaani sisi wote tukae kwenye, yaani hapo hivi unapimwaje hizo afya za wananchi? Nchi nzima wapimwe. Hivi hapo si ndio corona unawaua watu wote hapo? Eti watu kae foleni hivi tunapanga pale kama tunaenda kupiga kula, tunasubiri kupimwa corona. Nani amewaambia? Alafu hii si ndio utaratibu wa kutuambukiza? Zito anasema tena DPP aondoe zuio la dhamana. Kesi zote walizozuia dhamana, wote wahalifu wale wote na nini waachiwe waje mtaani. Tuko tayari. Aliyekuibia simu wewe msela tena bado kesi haijaisha unakuwa naye mtaani. Istaleta corona na maafa na mauaji. Yaani yeye amewaza kiongozi wa chama cha siasa eti kwenda uwazi kwenye takwimu za maambukizi na maambukizi mapya, wagonjwa wa mahututi na vifo. Uwazi upi? Tofauti na kwamba waziri mkuu au rais mwenyewe ndio anatangaza. Si ndio wataalamu? Wanataka kila mtu akipata mafua tuseme huyu ana corona. Hii nchi itakaa sawa sawa. Uwazi ni upi? Kwa sababu yeye alipaswa kuwa muwazi sasa aseme kwamba takwimu yetu sisi sio wagonjwa 12 ni 20. Na athibitishe. Si ndio? Sasa uwazi gani? Au kiangalia eti anasema hoja 8 nondo dondoo za Zito. Jamani. Viongozi kuepuka kutoa maneno yenye matumaini hewa kwa wananchi. Wanataka tuambie wananchi wetu wote watakufa. Jamani, tusikubaliane. Tuambie kwamba mtakufa. Hivi ni kiongozi huyu? Tusiwape matumaini. Matumaini yetu ni kwamba tunamwamini Mungu wetu atatuepusha na janga hili na itapita kushoto. Na pale ambapo linakuja tunaendelea kuwapa elimu wananchi wetu wachukue tahadhari zote za kiafya ili waendelee kubaki salama. Sasa tufungiane sasa hivi tuseme haya hapa wote wenyewe lala ndani huko na nini? Una watoto humo una nini? Wote kaa ndani. Ndio corona yani ndio namna. Yaani akili hazitokabwe. Corona unaidhibiti kwa kuweka wote ndani. Afu huko anakuambia kwamba watu wote wasachukue tahadhari, bunge lifungwe na nini kama lilivyofungwa shule. Huku tena anajisahau huyo. Unajua akili yani akili ya muongo ni fupi, si ndio? Anasema tena huku walio wote selo maabusu waachiwe. Sasa wewe unasema wawe ndani. Hawa waachiwe. Nini? Lakini hii inathibitisha kwamba kwa kweli upinzani umefilisika. Hawana ajenda za kisiasa. Uongo blaza. Hakuna sera mbadala. Tuepuka kuongea vitu vya msingi. Kweli namna hii? Wana sera kabisa.
yani na wanataka kutumia sasa ka ugonjwa haka kujionyesha kwamba na wao wapo. Eti mzee mzima anahutubia taifa naye anakatai kekundu pale, yuko serious na anaongea na meza na mate na nini. Unajua urais ni mgumu sana, ana kiu ya urais, lakini labda urais wa wacheza bao ni kazi ngumu sana. Alafu huyo ambaye leo taifa alikuwa analiona alifai na nini, mbona aendi Ulaya sasa kututafutia misaada atuletee dawa za corona? Si mnakumbuka alikuwa anatukana nje ya nchi huko, mara Tanzania hivi mara hivi, leo amerudi. Alafu anasema Tanzania hairuhusu vyombo vya habari, uhuru wa vyombo vya habari. Jana wamemwacha kuanzia dakika ya kwake ya kwanza mpaka ya mwisho, anaongea vitu hata vieleweki, masaa 3 anahutubia. Tumemwacha. Mbowe vile alihutubia tena hapa Dodoma. Nikasema tukiwakamata hawa tunawapa kiki, uongo. Wanatafuta kiki ili wasemwe kwenye magazeti, waandike. Muache tu afanye ujinga wake, alafu mwisho wa siku Watanzania watapima pumba na mchele ni ipi, si ndio? Kwa hawana hoja. Maendeleo ni hapa. Vijana leo unaona amani ipo, usalama wa nchi upo, utawala bora, viongozi, maadili ya umma sasa hivi yapo. Watu hawatumii nafasi zao kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe, wanaobainika tunachukua hatua. Maendeleo ya nchi, elimu ya ujasiriamali inatolewa, lakini pia kutoa hata fedha hizo katika kila halmashauri ni wajibu. Vijana kwenye shule za sekondari, ukiangalia shule za sekondari zile zote mpaka kidato cha 4 kuanzia msingi unasoma elimu bure, bilioni 23 kila mwisho wa mwezi rais anatoa. Ukienda yule ambaye sasa yuko kwenye nini chuo kikuu, sio? Si mnaona hawa wanapewa mkopo. Sawa? Unasoma lakini serikali inajipiga inatoa mkopo kwamba wewe soma, usije ukasema kisingizio baba hana hela. Soma. Ukishapata kazi kako baadaye utatulipa pole. Ni kutengeneza mazingira ya vijana wasije kupata nini? Shida kubwa. Ambao waliosoma na wasiosoma tunawapa fursa. Rais akasema hapana, huu utaratibu wa kuweka engineer kujenga hata madarasa 5 ya shule hapana. Tunaingia force account, utaratibu mpya. Kwamba watajenga mafundi wapo hapo kijijini. Kama anajua ufundi mtu mpe kazi, si ndio? Anajenga. Sio tena mpaka engineer akale na yeye na 10%. Hiyo ni kutengeneza mazingira ya ajira. Machinga akasema vitambulisho nchi nzima, una kitambulisho chako fanya biashara. Huyu Zito anapiga kelele pale Kigoma. Anaongoza halmashauri. Lakini ukienda halmashauri, matatizo ya vijana kwanza hawatoi mkopo kama sisi tunavyotoa zile fedha. Kwa sababu wao si ndio wanaamua na madiwani ndio wengi. Kwa hiyo ili waweze kutekeleza agizo hili lazima wao waamue kupitia halmashauri. Sasa wanaongoza halmashauri. Hii juzi wameondoka kule. Umeona hata wale madiwani wake wote wameporomoka. Kwa sababu hiyo vijana hawakuwajali, akina mama hawakuwajali wala walemavu. Lakini pili, Zito ukimsikia hauwezi kusikia anaongelea kuhusu Kigoma. Uongo kweli? Yeye jimbo lake ni mitandao, Facebook. Ni mbunge wa Twitter. Sasa wananchi wa Kigoma kule ambako nilienda walisema sasa tutaona kama Twitter na Facebook itamchagua. Sisi huku tunachagua mbunge mwakilishi wa Kigoma. Chama chake kimeongoza mara 3 kwa kupata hati chafu na hati za mashaka. Kama wewe chama chako ni mbadala ambacho kinaweza kuongoza nchi na kikafanya vizuri, maana yake kwenye chama ulipaswa kuanza kuwa msafi, si ndio? Ili wengine wapate mfano. Anapata karuzuku kadogo sana na ile halmashauri, lakini walipata hati ya mashaka na hati chafu. Vivyo hivyo chama kile. Sasa tufike sehemu kama Watanzania. Ndio maana rais anatuambia maendeleo hayana chama. Utaifa wetu hauna chama. Sisi tubaki kama taifa moja. Tuangalie akija si nani, ili mradi anaongea tunamuona huyu tunamwamini ni mzalendo, anayosema anaweza kuyafanya kweli, anaweza kuleta maendeleo yetu, mpeni kura bila kujali chama chake. Ila akija mtu mieyusho, sio tu kwa sababu ni chama fulani na nini, haina maana. Kwa sababu tunaamua kuhusu maisha ya kwetu leo, maisha ya baadaye na ya vizazi vyetu vijavyo. Tanzania tunayo hii moja. Leo ukienda nchi nyingine yote utaitwa mkimbizi. Walio nchi za nje, kuna marafiki zangu Spain, Italy na Ujerumani. Sasa anasema amemwandikia rais barua. Hivi barua unamwandikia rais alafu unaanza kuisoma yani hadharani. Wewe unasema namshauri rais, alafu unasoma hiyo barua yake kabla hata rais haijamfikia, unaanza kusoma hadharani barua ya rais. Ni busara hiyo?
Ni busara situseme kwa sababu ni busara. Kwa sababu watu wanaomshauri rais lazima wawe na hekima ya kutosha na busara ya kutosha. Kwa washauri wa rais wengi hapa wapo. Rais ni taasisi. Ana washauri wake na ndio maana unaona mambo yanaenda. Naye mwenyewe Zitto umemsikia nakiri kwamba wapo wataalamu wengi wako serikalini, akamsema Profesa Mkenda ambaye ni mwalimu wake alimfundisha mwaka wa 3. Kwa maana hiyo kumbe anakiri kwamba yeye ni mwanafunzi, anajifunza haya mambo. Sasa asijifunzie kwenye huo ugonjwa na kutafuta sifa za kisiasa. Sio ugonjwa wa kutafutia sifa huu, ni ugonjwa wa kushikamana kama taifa. Na ndio maana tumehamasishwa kote nchini kwamba wanafunzi wafunge, kwa sababu uwezekano wa kuambukizwa, kupata maambukizi ni mkubwa kwa sababu wako wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo huko atakakoenda tahadhari zitaendelea kuchukuliwa. Kwa hiyo kwa kipindi cha mpito ili kuepuka nini? Maambukizi yasiingie kwetu. Sasa ndugu yangu huyu anatafuta sifa za kisiasa, alafu anahutubia eti kwamba naye anajaribu, anamuigiza mheshimiwa rais anahutubia na yeye taifa. Ameweka pale kabendera kivuli hivi, Zitto anahutubia taifa. Tatizo jamani. Unajua haya mambo ni fikra jamani. Yaani unajua inahitaji busara ya kutosha. Kwenye ugonjwa huu sio kufanyia siasa. Ni jambo serious. Si ndio unaona maarufu wanaangamia. China leo, Italy na Marekani, madaktari wapo wamekufa zaidi ya 100. Wapo hadi viongozi wakubwa. Rais wa Ujerumani Angela Merkel yuko karantini. Si ndio mmesikia? Waziri wa Uingereza wa afya yuko karantini. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson yuko karantini. Sawa, wachezaji wakubwa. Si wana fedha, wana kila kitu. Sasa ili kupambana na corona sio fedha. Zitto Kabwe ajue. Na kwa sababu bado ni mwanafunzi amekiri, huku serikalini sisi ndo tupo wenye akili, tumesheheni kweli kweli, na serikali ya awamu ya 5 ina watu ambao inawafikiria vijana, inafikiria maslahi ya taifa. Wapo wenye akili ya kufikiria namna gani tunaepukana na gonjwa hili. Mnataka tuanze kuchapana viboko kama hapa tumewakuta, tuanze kuwachapa viboko kama hivi? Tunataka tufike huko. Mnataka tuanze kama Kenya au sio mzee? Uliona Kenya? Mnataka tufike huko. Sasa Zitto ndo anataka kutupeleka huko kwamba eti sasa tufungiane wote ndani na bunge lifungwe. Wanamtukana Uhuru sasa hivi. Wanamtukana Uhuru. Kwa sababu sisi jamani, maisha ya kuunga friji yenyewe mtihani ndani, si ndio? Wanaweza kuishi maisha hayo ya karantini ndani. Tena wanamsikia Magufuli. Ni wale ambao na Kenya sasa hivi wanamkubali Magufuli, si ndio? Sasa Zitto anashauri kwamba nchi nzima sasa biashara zote zifungwe, bunge lifungwe, kwa sababu yeye ana hofu kwamba unajua uchaguzi umekaribia. Na anajua yani ndo haya leo Zitto ndio mtu alikuwa anaongoza kwenda nchi za nje kule. Umesikia kupiga kelele, Tanzania haina demokrasia, Tanzania haina hiki, Tanzania haina hiki. Ameenda nchi za nje kule. Manufaa yake ni nini? Hawajaleta msaada hata mmoja kwenye nchi zote ambazo ameenda. Nchi zote ambazo nyingi ameenda ndo zina ugonjwa huu. Yeye amechukua hatua gani? Kama kiongozi wa kuigwa wa mfano wa upinzani. Yuko tu namshauri mheshimiwa rais, barua yenyewe unaisoma hadharani. Hivi busara gani hiyo? Rais anawashauri wenye akili, na ukimshauri rais wa nchi ni taasisi, unamshauri hata watu wengine kuto kujua kama umemshauri ili afanye mambo mengi mazuri, si ndio? Kuna taasisi nyingi za kumshauri rais, kuna bunge, kuna mahakama, si ndio? Serikali yenyewe ina baraza la mawaziri, kuna waziri mkuu, kuna makamu wa rais, kuna maprofesa, jopo la maprofesa wote wa afya. Yapo mabaraza ya kimataifa, wote ni washauri wa rais hao. Si ni taasisi? Wapo wakuu wa mikoa, wapo wakuu wa wilaya, wapo wote. Eti Zitto anasimama pale, yeye ndo ana akili kuliko wote, na mshauri rais. Alafu barua yenyewe unayosema nimeituma kwa rais haijafika hata kwenye geti la Ikulu, unaanza kuisoma hadharani. Si ujue hau? Haya, Mbowe naye aliandika hapo juu, anasema sisi tutafanya mikutano nchi nzima ya hadhara. Nini kimetokea? Huku kuna corona, tunasema kuna janga ambalo litachukua maisha ya watu, litasababisha taifa liingie kwenye kudolola kwa uchumi, litasababisha taifa letu watu washindwe kufanya kazi na kupata kipato. Sisi tukisema tujifungie leo, tutakufa kwa njaa kuliko hata corona. Uongo kweli? Ni kweli. Hem, leo wewe kaa geto, msela uongo. Hem, kaa geto leo, ujifungie mpaka jioni, utaishi? Yaani tutakufa kwa njaa kuliko corona. Uongo. Wakenya leo wamesema navua akae ndani, navua achiliwe nje wapi kuliko wafungiwe ndani. Ndio, kwa sababu hamna msosi, hamna chochote. Tutakula hadi remote za TV. Hata remote yenyewe mpaka wewe nayo. Wewe hapa sasa hivi ndio tumesema. Semeni ukweli, rais amefanya makosa jamani? Asema kwa sauti sana, anafanya makosa. Rais wetu yuko sahihi. Hatua alizozichukua amehakikisha tu kwamba ugonjwa usiingie nchini.
na kwenye mipaka yote sisi tunasimamia. Kwenye mabasi tunapuliza dawa, tunagawa maeneo mengine mpaka tumegawa sanitizers hizi za kujikinga, sio? Tumeshauri kama hauwezi kuwa na sanitizer basi walau hata maji safi. Ujisafishe mikono yako, unakuwa salama. Na kuepuka sasa makundi, si ndio? Kwa hiyo mazingira kama haya, lakini ukishaanza kusikia dalili, wewe unaenda zako hospitali tu mwenyewe. Unajishtaki, si ndio jamani? Kwa sababu tusifika sehemu za tukaogopana sana binadamu kama tusitishane. Sasa tuanze kusikia Mbowe ambaye ameyasema juzi, umeona, afu yeye mwenyewe hatakuwa nao mikono sijui na nini, masharti umeona aliyotokea. Haya, ukija tena kwa leo Zito naye anahutubia taifa. Sasa jamani, huko Kigoma watu wana shida kweli kule. Maisha magumu kweli kweli, mbunge wao wamewakimbia. Kazi yake yeye amekuwa ni mbunge wa kwenye mitandao. Yaani yeye ni kwenye media tu, unajua, kutaka attention, kujulikana, mara leo niko Marekani, niko wapi. Unachokifanya ni kipi? Faida gani amezileta kwa ajili ya taifa hili? Daraja gani moja limejengwa na ICT nchi? Mmeliona? Kuna daraja la ICT hapo? Daraja la Chadema liko wapi? Vijana wote si mnafanya kazi hapo, wengine wamechukua mikopo jiji, si ndio? Na tutawapa mikopo kwa sababu 4% ya fedha tunazozipata hapa lazima tuwape nyinyi. 4% nyingine inaenda kwa kina mama na 2% walemavu. 10% nzima ya mapato ya jiji la Dodoma. Sisi tunapata zaidi ya bilioni 71. 10% yake shilingi ngapi? Milioni 700 na kitu. Sasa tunaenda sasa hivi kwenye hatua nyingine kwa fedha tunazozipata. Tunagawa, kwa mfano mwaka uliopita wa fedha tumegawa bilioni 1.2 kwenye mikopo. Na sasa tunaenda kutoa bilioni 3. Mnakopa, na ile sio mkopo, ni unaazimu wa pesa, alafu baadaye utafanyaje? Utarudisha. Kwa sababu haina riba. Ile ni mkopo. Mkopo si una riba. Ule unachukua kama ni milioni 5 yako, unaichukua, unafanyia biashara, baada ya mwaka mzima unarudisha kama hivi. Sawa. Sasa wapiga kelele wengine hao unahangaika, mtu namwandikia barua rais. Nasikitisha. Niko naiangalia hapa, nimeiona. Mfungiwe ndani. Anasema mfungiwe ndani, bunge lifungwe. Sasa bunge lifungwe kwa sababu hofu yake yeye ya uchaguzi. Si? Porojo tu. Hamna, yani hakuna hata cha mfano kimoja. Njaa inamsumbua. Njaa. Sasa ni shida, yani tukiwa na viongozi wa aina hii na tusipokuwa makini, maana yake hatutaweza kuvuka kama taifa. Rais wetu anapambana sana kuweza kuhakikisha uchumi unasimama. Na hakuna taifa lolote ambalo litaweza kufanikiwa chochote bila kutengeneza miundombinu kwanza itakayofanya taifa liweze kuwa na uchumi wake. Hawatufurahii. Leo hii unaweza kuona hii ngoma ya Mchina kupata corona. Sio bahati mbaya, bahati nzuri alikuwa amejipanga. Angeshuka kiuchumi. Na sasa hivi wameanza kuleta wanaonyesha picha za marobota kwamba haya yanatoka China, Afrika msiyapokee. Sababu wanajua Mchina ameshadaka soko la Afrika. Na ni wa pili kiuchumi duniani. Kwa hiyo ili umuondoe pale lazima umtengenezee zengo. Sasa zengo hili matokeo yake na sisi ambao hatuna hata nani tunaanza kuyapata, si ndio? Kwa fitna sasa hivi tunaambiwa chanjo zitakuja, chanjo za aina fulani kutoka kwa watu fulani. Kuna nchi mmoja imesema, kwa mfano Marekani, wanatengeneza chanjo, wataka kununua kwenye kiwanda kimoja Ujerumani kwa dola bilioni 1. Ile chanjo hiyo wa Marekani peke yake. Lakini pili, wakasema dawa zitakazopatikana Bill Gates atatengeneza kwa ajili ya nchi za Afrika. Mmesikia zile mijadala iliyokuwepo kwamba inawezekana ikawa aidha kweli ni chanjo au sio chanjo. Kwa hiyo ni kuwa makini, na nchi yetu, rais wetu yuko makini sana. Na hajasafiri mpaka leo, anataka kumaliza kwenda kwenye awamu nyingine, hajaenda nchi za Ulaya. Uongo kweli? Unadhani jambo rahisi hilo jamani? Hivi Magufuli ananufaika nini kuzuia madege yote yalikuwa naiba yanaleta neti, sisi tunapewa msaada wa neti, sisi wao wanapelekewa madini. Almasi inaenda, dhahabu zinaenda, alafu sisi tunaletewa neti. Mnaletewa kondom tena na zabule na nani, si ndio? Sio mambo tena uko unauza wewe. Unaona hivyo? Sasa sisi madini yetu yanaenda, akasema hapana, nazuia kuanzia leo. Madini yetu yabaki yanufaisha wa Tanzania. Na kama issue ni kuja huko kwenu basi siji. Mimi nakaa kwenye nchi yangu. Uongo kweli? Haya, madawa ya kulevya ilikuwa watoto wetu wote wamekufanywa mateja hapa, sioni hata mmoja anayekodoa na konyeza hapa. Ilikuwa ukifika wakati ule unakutana na vijana kama watatu hivi, lazima wawili anakuangalia hivi macho kama amepoteza nauli, mwingine macho anakonyeza. Uongo kweli? Mateja. Sasa hivi wako wapi mateja? Mnaona? Hakuna dawa ya madawa ya kulevya yamedhibitiwa.
Ilikuwa kwenye taarifa ya habari, lazima usikie pembe za ndovu, tembo wamekufa kule. Uongo kweli? Leo mnasikia? Hii mabarabara leo ukianza kuangalia hivi, hata mimi Cynic Sky pale ofisini maana nimesikia barabara ilikuwa mbovu hapo. Uongo? Nikikaa nikizingua unatumbuliwa, au sio? Hana mchezo. Utumishi wa umma kulikuwa kuna rushwa. Kila magari mazuri. Sasa magari mazuri unaona kama ile linapita la serikali hivi. Na ile la DC sio la kwangu, kodi ya watu hii la serikali hizi. Zamani kwa mtu kijana mdogo, wizi, miadili, corruption, rushwa, si ndio? Madawa ya kulevya, janja, maisha ya janja. Alafu wachache wanabaki, wengi wanakuwa maskini, wachache wanabaki kuwa na rasilimali. Hayo mambo tunayaona. Kuna zile zina za nitakupiga afu nikulipe sasa hivi. Kuna mambo ya kusema ngoni katie baa heshima. Ipo. Zamani kuwa unavaa katisheti ka CRDB au TRA ndio unapata hata toto, ndio. Hiyo biashara ipo sasa hivi. Mzee sasa hivi ni kukomaa hapa kazi. Tufanye kazi na asiyefanya kazi na nini? Asili. Kwa nini kuweka heshima baa? Uongo. Heshima kwa mkeo, uongo. Hapa kazi. Uongo wazee. Kwa hiyo bana, nashukuru sana mmeniuliza kuhusu Zitto, lakini ndio hivyo. Zitto anahitaji maombi. Mungu anamwona. Tufumbe macho tumuombe Zitto kabla. Fumbe macho. Tuombe. Nani anaongoza ibada? Muombe. Tumuombe tu Zitto. Au Mungu atamsamehe? Maana kwa kweli, yani inasikitisha, yani unamwangalia mtu anafanya mzaa, anatafuta sifa za kisiasa kwenye ugonjwa. Ugonjwa sio kufanyia mzaa jamani, mmeona vifo, maisha ya watu, uhai wa watu unateketea, uchumi wa mataifa makubwa unayumba. Si ndio jamani? Maendeleo ya nchi yanayumba. Leo unasema eti tufunge bunge, tufunge kila kitu, tufunge.